Kwa hiyo tukifika kwenye mfumo wa maisha, ifike mahali tukubali kuchekwa, tukubali kudharauliwa, tukubali kutengwa. Kwa sababu mtu akikutenga, kubali akutenge, ila anayejua thamani yako ni Mungu tu mbinguni. Mtu anayekunyanyapaa, wacha kunyanyapaa, lakini anayejua thamani yako ni Mungu tu mbinguni. Mtu akikupiga teke, wacha kupige teke. Atakaye kudaka wakati unakaribia kupiga kichwa chako kwenye jiwe ni Mungu peke yake. Hata ikiwa ni usiku wa manane, rafiki yako amekutenga, amekufukuza, amekuona wewe si kitu, kubali akufukuze. Anayejua thamani yako ni Mungu peke yake mbinguni. Usikubali kukamata watu mashati na kuwaita wezi, kuwaita wachawi, kwamba wanakuloga ili usifanikiwe kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, bila kuangalia chanzo cha wewe kurudi nyuma kimaendeleo ni nini. Unaweza ukaona sema unakuloga ndio maana ufanikiwi, kumbe tatizo sio kurogwa, tatizo ni akili zako mwenyewe. Unakuta mtu anauza duka, kila siku anakuja pale, tunahitaji mahindi ya makande, sina. Tunahitaji mahindi ya makande, sina. Tunahitaji mahindi ya makande, sina. Anatokea mfanyabiashara mwingine mgeni, anauza makande kiloba cha kila 50, anakimaliza ndani ya mwezi mmoja. Alafu wewe ambaye hauuzi makande, kila siku unaulizwa unasema sina, unaanza kumnunia yule mtu ambaye anauza anamaliza, unasema amekuja na dawa ya kuvuta wateja. Kumbe wewe sio kusema ni dawa, mna ubongo wako ulikuwa ni mdogo. Kama ubongo wako ungelikuwa ni mwepesi kufikiri, kujua kwamba kwa nini wateja wangu wanateseka, wanatafuta kitu alafu akipo ngoja nikilete, ile dawa hata yule mtu angekuja naye isingefanya kazi. Amina. Tunapokuja kwenye mfumo wa maisha, maskini wengi tunaongoza kwa kuongea kwamba nitakuja kuwa mfanyabiashara mkubwa, lakini kufanya kwa vitendo ni mtihani. Mfano mdogo, mwangalie tajiri. Tajiri akiwaza akasema nataka nianze kuuza ice cream za shilingi 500. Akiwaza asubuhi, jioni anafanya. Kabla hajafanya ana calculate, anamaliza, anajua faida ya kuweka, anajua mtaji wa kumpa muuzaji, anajua mtaji wa kuchukua ule mzigo kuleta mpaka ofisini kwake, ndipo anaanza kuuza zile askilimu. Lakini maskini mwenzangu na mimi, akiona mwenzake anauza miogo, mwenzake anamwambia eti na mimi kwenye miogo nimepata faida, nimenunua mabati 20, na yeye kutokana alikuwa hana mabati, anasema na mimi ngoja niuze miogo na mimi nipate mabati kama mwenzangu alivyopata. Lakini anasahau kwamba mwenzake hauzi miogo peke yake, anauza miogo, akimaliza anaenda kufua nguo kwa mtu. Kwa hiyo anaunganisha hela mbili kwa wakati mmoja. Ila wewe ambao huwezi kufikiria, unategemea miogo peke yake, mtaji shilingi 5,000 ndio kununulie bati la 1000, bati moja 50,000. Kweli? Hapo tukija kwenye mfumo wa maisha tunasema ndugu yetu, umechelewa kufikiria. Leo ni siku ambayo Mwenyezi Mungu ameiteua. Niwaambie ukweli kwamba tuache kuchukiana kwa sababu ya ubongo wetu kufikiria kidogo, tukidhani wale watu ambao tuko nao kwenye maisha ndio wanaosababisha tusifike mbali. Naomba nikutakia usikivu mwema vipindi vinavyofuata. Karibu sana katika channel yangu inayopatikana YouTube kwa jina la Uncle Doni. Usisahau kulike na comment na kushare na kusubscribe. Kama limekuchoma pole, lakini nilikuwa najaribu kutibu kidonda
japo hakijapona vizuri. Usijali, kesho nitakiponya vizuri zaidi ya hapo.